Sasa tukisema kwamba Mo Dewji amepewa timu ya Simba kwa maana Simba ipo chini yake, kwa sababu katiba inamruhusu kubaki peke yake, lakini pia katiba inamruhusu yeye kuweka sheria zake na taratibu zake, hasa katika kuchagua uongozi. Nikisema kwamba sasa Simba naenda kuwa ya Mo Dewji nitakuwa nakosea? Ni big no, utakuwa unakosea. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwa mujibu wa katiba ya Simba inaweza kuwa na mwekezaji zaidi ya mmoja. Kwa namna ya kuweza kuwakubali wawekezaji ni klabu ya Simba, sio Mo tena. Okay. Yaani hiyo ndo ushindi ambao Simba mweza kupata, kwamba kwa sasa wao wenyewe wana ile authority ya kuhitaji mwekezaji zaidi ya mmoja. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao wanaweza wakauza hisa zao. Kwa ilivyo klabu, unavyoona klabu ya Simba, si Simba tu, hata Yanga na kadhalika, jinsi ambavyo wamewakumbatia wadhamini wao. Tumeona Simba na Mo, lakini pia tumeona Young Africans na GSM. Unahisi kweli Simba watakubali wawekezaji wawe zaidi ya wawili kwa jinsi ambavyo wamekaa na Mo? Sasa hapo hilo ni swala la kusubiri, lakini ukweli ni kwamba ndani ya Simba yenyewe ukijaribu kuchunguza, kulikuwa na matabaka mawili. Yes. Kuna tabaka linahoji na kuna tabaka linasema haina haja ya kuhoji. Kwa hiyo katika hiki ambacho kimeweza kutokea, katiba mpya inamaanisha kwamba sasa hii ndio itakwenda kutoa dira sasa ya wana Simba wenyewe. Lakini kabla hawajakwenda huko, ina maana kwamba Simba sasa wanachotakiwa kufanya kwa sasa ni kuhakikisha kwamba wanakuwa na kitu kimoja, unity yao iweze kuwa kubwa. Lakini pia waweze kutengeneza majority ambayo inaweza ikawa na nguvu, kwa maana ya kwamba wanachama, kadi za wanachama, umeelewa vizuri? Ili wawe na sauti moja. Wana slogan nzuri sana ambayo hata mimi kwangu mimi huwa inanibless sana. Simba nguvu moja. Yaani kama Simba ikiwa nguvu moja, inamaanisha kwamba mwekezaji akija ataifuata nguvu ya Simba. Lakini kama wao watakuwa wako scattered, huyu anasema hiki, huyu anaongelea hivi, huyu anazunguka huku, inamaanisha kwamba hapo obviously kwamba bado Mo atabaki kuwa wa mwisho na ndio atabaki kuwa mwekezaji wa mwisho, hakuna mwekezaji mwingine. Lakini kama Simba wenyewe wataamua kuwa wamoja na kuweza kutengeneza unity yao ambayo inaelezeka kabisa na kuweza kuwa wazi, mimi naamini kabisa kwamba wanao uwezo wa kwenda kuongeza wawekezaji wengine ambao itakuwa na faida zaidi. Labda kwa faida tu ya wasikilizaji na watazamaji wa Salamba Radio na Salamba TV. Unajua klabu ya mpira mara nyingi sana inaendeshwa kwa kuweza kutegemea katika nyanja zisizopungua 3 hadi 4. Nyanja ya kwanza ni viingilio vya uwanjani. Nyanja ya pili ni kuuza product za timu. Nyanja ya tatu ni kuuza wachezaji. Umeelewa vizuri? Hizi ndizo nyanja kuu ambazo zinategemewa zaidi katika kuingiza kipato. Lakini kwenye product za timu mara nyingi sana, ili ziweze kufika mbali, lazima ziwe zinapata wawekezaji. Let's say unapokuja kutengeneza jezi, lazima upate watu wenye muscles za kiuchumi za kutosha, kwamba watengeneze jezi ambazo ni quality, watengeneze jezi ambazo wanaweza waka distribute hata nje ya mipaka ya Tanzania kwa nguvu ile ile. Wawe na muscles ya kuweza kupambana hata na maharamia. Umeelewa vizuri hapo? Kwa hiyo ina maana kwamba lazima uje kumpata mwekezaji ambaye anakuwa na misuli ya kutosha zaidi. Na ukiangalia kwa Simba Sports Club kwa sasa hivi, ukiangalia mbali ya timu, ukija tu kwenye product zake, ukizungumzia tu kwamba Simba kuna mashuka, yani mashuka ya kulalia ya Simba. Umeelewa vizuri? Kuna mashabiki wangapi wa Simba wataamua kusupport timu yao kwa kununua mashuka ya kulalia ya Simba? Umeelewa vizuri? Haya, ukaamua kwamba bwana Simba sasa sisi tunahitaji kuwa na kinywaji chetu. Kuna Mo Energy, kuna nini na nini. Tunahitaji kuwa na kinywaji chetu kama cha Simba Sports Club. Haya, wawekezaji akaamua aweke hapo, wanauza kiasi gani. Kwa hiyo unakuta kwamba Simba wao kama wao ni full package. Wao kama wao tayari ni lidude fulani limekaa sehemu fulani ambayo ni hela ambayo imelala sehemu fulani. Yes bwana Steven Mapunda, kutokana na muda kwa haraka sana, hiki ambacho kimetokea kwa Simba kwa maana kile ambacho alikihoji Mohamed Dewji, kwa maana transformation inakuaje, tayari tunaanza kuona kwamba nyota njema imeanza kuonekana, na muda si mrefu maneno atakaa pembeni, itaanza kufanyika kazi. Unadhani hiki ambacho kimetokea na kinachoendelea kwa hivi sasa
tunaenda kushuhudia kwamba upigaji lakini pia ukuhamishaji na yale ambayo alikuwa analalamika Mohamed Dewji, kwa maana anaweka pesa sehemu lakini bado kama anakopesha tu. Sasa anaenda kuweka kisheria na kikatiba. Unadhani sasa wale viongozi ambao hawastahili kukaa Simba kutokana na hiki ambacho kinaendelea, wenyewe watajichuja, watakaa pembeni, au unaona kwamba ni mabadiliko tu ambayo yanakuja, lakini bado wale viongozi ambao wamekuwa kikwamisha Simba wataendelea kuwepo Simba? Sina ushahidi wa kutosha kwamba viongozi gani ambao wanaikwamisha Simba, lakini kulingana na tweets mbalimbali za tajiri, yep, lakini pia na rumors mbalimbali ambazo zinasemwa, yes. Kwa hiyo ukiangalia kwa kina zaidi unakuja kuona kwamba shida haikuwa nini. Shida ilikuwa ni mfumo, yep. Shida ilikuwa ni utaratibu na kanuni za Simba Sports Club, yes. Kwa hiki ambacho kimeweza kutokea kwa sasa kwa katiba mpya hii ya Simba Sports Club, yep, maana kwamba inakwenda kutoa sasa uwanja mpana zaidi, yes, wa Simba kuweza kutengeneza mazingira ya kuwa timu ambayo inaweza ikajitegemea katika kila nyanja. Kwa ina maana pia hapa inatoa nafasi sasa kwa mwekezaji kukaa chini na kujitathmini kwamba, yeah, toka tulipokuwa mwanzo tulikuwa tunaishi katika katiba ya zamani na tulikuwa tumewekeza nguvu kwa kiasi hiki na tumeweza kupata hasara kiasi hiki, yes, na tumeweza kupata contradiction, yani tunawekeza lakini haieleweki tunawekeza wapi. Tunawekeza Simba Sports Club Holding Company Limited, yes, tunawekeza kwenye Simba Sports Club Company Limited, tunawekeza kwenye Simba Sports Club. Yeah. Umeelewa vizuri? Yes, kwa haieleweki. Na ukiangalia katika maelezo ya msajili anasema, yeah, kwamba hata zile fedha zote ambazo zilikuwa zinaingia katika Simba Sports Club Holding Company Limited, yeah, zinatakiwa ziingie Simba Sports Club Company Limited, yes, yani ziwe pesa za moja kwa moja. Kwa hiyo unajiuliza, wakati Mo Dewji akiwa anaweka bilioni 20, ndio akaja akaweka bilioni 27, umeelewa vizuri? Yes. Hizi pesa alikuwa anaweka katika Simba Sports Club Holding Company Limited, yes, au alikuwa anaweka kwenye Simba Sports Club Company Limited, yep, au alikuwa anaweka kwenye Simba Sports Club? Na ndio maana kuna maswali mengi alikuwa anaulizwa kwamba hizo pesa ambazo zimewekwa bilioni 20 zimewekwa kwenye akaunti ipi? Ndio. Unanielewa vizuri hapo? Yes. Kwa hiyo hizi zote ni mkanganyo ambao ulikuwa unatokea katika uwekezaji wa awali na katika utaratibu wa awali. Yep. Kwa sasa hivi sasa, yes, inaenda kuleka picha nyingine kwamba tayari Simba ishakuwa official, na ukimsikiza msajili anakuambia kwamba Simba inatambulika kama kampuni iliyoanzishwa, yeah, kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi, yes, kwa kufuata kanuni na taratibu za Baraza la Michezo la Tanzania BMT, ikitambulika kama Simba Sports Club Company Limited. Kwa sasa hivi sasa ina maana kwamba inaanza kutambulika kama Simba Sports Club Company Limited. Yep. Na kama kuna uwekezaji wowote ambao ulikuwa umewekwa nje ya hapo, yes, ina maana kwamba watakaporudi sasa wataanza kuweka mambo sawa sawa kwamba sasa hizi pesa zote ambazo zilikuwa zimekaa huku zihamishwe huku, alafu tuanze kuhesabu kuanzia hapo. Na msajili aliweka vitu clear sana akisema kwamba zile pesa zote ambazo zilikuwa zinashirikiwa katika Holding Company Limited zinatakiwa ziingie moja kwa moja kwenye Simba Company Limited. Kwa hiyo ina maana kwamba kuanzia hapo sasa uwekezaji wote ambao umefanywa na Mo Dewji, walipokuwa wanahoji kwamba zimekaa kwenye akaunti gani, zimefanya nini, sasa kwa sasa hivi ni rasmi Simba Sports Club Company Limited. Kwa hizo pesa zote sasa ziingie kwenye Simba Sports Club Company Limited. Kwa mimi naona huu umekuwa msaada mkubwa zaidi kwa Simba, na hata kama watu wengine walikuwa wanaenda mbali zaidi kusema kwamba hazikuwa pesa, zilikuwa story, hazikuwa pesa, ilikuwa ni mikopo. Kwa kuanzia hapa sasa itajulikana, je, mlikopeshwa, na kama mlikopeshwa mnalipaje? Umeelewa vizuri? Yes. Na kama mkopesho iliwekezwa, kwa hiyo ije huku tuione kwamba hii tayari ni uwekezaji umekuja, na baadaye tuje kuziona mali za klabu sahihi na thamani zake. Yes. Ina maana kwamba mali za klabu, thamani zake zote zinaingia kwenye Simba Sports Club Company Limited. Kwa hiyo zinakuwa ni pesa za moja kwa moja. Hapo, yes, msajili mimi nilimuelewa vizuri kabisa kwamba kwa sasa mali za Simba na fedha zote zitakuwa ni sehemu ya moja kwa moja kuondoka kwenye kundi la watu wachache. Yes. Yes, tunaondoka kwenye story za kusema kwamba bilioni 20 na kadhalika. Sasa tunaenda kwenye uhalisia. Kwa hivi sasa hakuna tena kuhoji masuala bilioni 20, Mo kafanya nini, huyu kafanya hivi, hapana. Sasa hivi tunaenda kwenye uhalisia. Lakini kubwa zaidi ni kwamba zimesalia siku chache kuona sasa Simba pia wanasajili wanachama wapya.
Kwa hiyo wewe shabiki wa Simba, ni wakati sasa, ikifika tarehe 27 ndivyo ambavyo wamesema wataanza kutoa kadi. Nenda katika jisajili, uwe mwanachama hai na wewe uwe na haki ya kuweza kuzungumza, sio kama vile ambavyo walifanya baadhi ya mainfluencer wa Simba wakaandaa press wakazungumza vitu ambavyo havikukaa kisheria. Kwa hiyo Simba ni wakati sasa wa kurudi kuwa bora. Pengine labda tunaweza tukaishuhudia ile Simba ya miaka 5 ambayo imepita, ilikuwa bora sana. Sasa Mohamed Dewji sasa hivi sasa hakuna tena kukopesha wala hakuna kufanya kimapenzi, bali anafanya kazi, lakini ndani yake ndo yaje mapenzi. Hii ni klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, kile ambacho kinaendelea. Lakini wewe shabiki wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ambaye unatufuatilia kwa hivi sasa kupitia Salamba Radio, unao nafasi ya kushare nasi kwa kucomment hapo chini, kutuambia unahisi hiki ambacho kinaendelea kwa hivi sasa kinaenda kuwatoa wale viongozi ambao walikuwa wanaikwamisha Simba. Lakini pia unaweza ukatuandikia, je, wewe unatamani uongozi wa Simba uwe vipi? Tayari watu wapo hapa ambao wanashare nasi. Onesmo Chaze anasema kwamba anatamani uongozi wa Simba, mwenyekiti upande wa wakurugenzi awe Magori, wanachama awe Try Again, CEO awe Babla Gonzalez. Yeye amesema hivyo. Kashapanga safu yake. Yes, ashapanga safu yake. Na wewe shabiki wa Simba, ni wakati sasa tupangie safu yako ya uongozi. Unataka iwe vipi kwa manufaa mapana ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba? Tutapita na comment zenu ambazo mna comment hapo.